Hiki ni kile ambacho kinaendelea kushika tamu kwenye vita vya Urusi dhidi ya Ukraine. Nachokifanya ni kuendelea kukusogezea hatua kwa hatua upate nafasi ya kufahamu yale yote ambayo yanaendelea kushika hatamu huko. Na miongoni mwa taarifa tulizoko nazo ni kwamba Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky amesema atakutana hivi karibuni na Rais Donald Trump wa Marekani kama sehemu ya juhudi za kumaliza uvamizi wa Urusi. Kupitia mitandao ya kijamii, Zelensky ameandika wameafikiana kufanya mkutano wa ngazi ya juu ambapo mambo mengi yanaweza kuamuliwa kabla mwaka mpya. Kauli hiyo imejiri baada ya duru ya hivi karibuni ya mazungumzo kati ya timu za Marekani na Ukraine kuzaa mpango wa vipengele 20 wa kumaliza vita ambao tayari umefika kwa mamlaka ya Moscow ili kutathminiwa. Mpango huo unakusudia kuzuia mapigano na kuondoa sharti la Kiev kuachana rasmi na azma yake ya kujiunga na NATO. Na kiongozi huyo wa Ukraine pia alionyesha kuwa mpango huo unafungua njia ya kuondoa wanajeshi wake katika eneo la mashariki la Donetsk na kuanzisha ukanda usio na silaha, mambo ambayo serikali ya Kiev hapo awali ilikuwa haiko tayari kuyakubali. Vile vile, utawala wa Marekani unaamini kwamba maendeleo zaidi yamepatikana katika kutatua mgogoro wa Ukraine katika wiki mbili zilizopita kuliko mwaka mzima uliopita. Gazeti la habari la Axios limeripoti likinukuu vyanzo. Chanzo cha Axios kiliongeza kuwa Marekani iko tayari kuwasilisha hati kwa Seneti ya Marekani kwa ajili ya kuidhinishwa, ambayo itaelezea dhamana ya usalama kwa Ukraine sawa na kifungu cha 5 cha NATO. Ni kwambie hivi, hatujamaliza. Vile mkakati wa nchi za magharibi kuhusu Ukraine unaondoa uwezekano wa kuishi pamoja kwa amani na Urusi baada ya mzozo kuisha. Mwanasayansi wa siasa wa Ujerumani na profesa wa zamani katika chuo kikuu cha Dresden, Werner Patzel, anasema mtaalamu huyo alisisitiza kwamba bila kujali matokeo ya mzozo nchini Ukraine, Urusi haitaacha kuwa sehemu ya jiografia na siasa za Ulaya. Kwa hivyo ni wazi ni makosa kupigana vita kama Uingereza walivyofanya katika vita vya kwanza vya dunia, kwa propaganda inayofanya kuishi pamoja kwa kujenga baada ya mwisho wake kisiwezekane, Patzel alisema. Mwanasayansi huyo wa siasa alikumbuka kwamba ni propaganda iliyosababisha uhusiano wa Ujerumani na Uingereza kuwa na sumu kabisa baada ya vita vya kwanza vya dunia. Kwa hivyo hata wakati wa vita ilikuwa muhimu kuzingatia uwezekano wa amani, aliongeza. Vile Volodymyr Zelensky anasema anatarajia kujadili eneo, ikiwa ni pamoja na uwezekano wa kuondolewa kwa wanajeshi wa Ukraine kutoka Donbas na matumizi ya kiwanda cha nguvu za nyuklia cha Zaporizhzhia katika mkutano na Rais wa Marekani Donald Trump huko Florida mnamo Disemba 28. Kuhusu masuala nyeti, tutajadili eneo la Donbas na kituo cha nyuklia cha Zaporizhzhia. Kulingana na Zelensky, mpango mpana wa amani wa nchi yake wenye pointi 20 na Marekani ulikuwa tayari 90%. Hasa alisema upande wa Marekani unaweza kusikia Ukraine kuhusu suala la kuweka jeshi la wanajeshi 800. Kazi yetu ni kufanya kila kitu kiwe tayari 100%. Hilo halitakuwa rahisi na hakuna mtu anayesema tutapata utayari wa 100% mara moja. Hata hivyo tunapaswa kuleta matokeo karibu katika mkutano wowote kama huo, alieleza. Zelensky pia alisema kwamba atajadili makubaliano tofauti kati ya Ukraine na Marekani kuhusu dhamana za usalama ambayo alisema yameendelezwa vizuri na Trump. Mikataba ya kiuchumi pia itajadiliwa hata kama hiyo imetengenezwa katika kiwango cha msingi, aliongeza. Katika hotuba yake Christmas kwa taifa, Volodymyr Zelensky amethibitisha kujitolea kwake vitani na chuki kwa watu wa Urusi. Mwanachama wa jimbo la Duma Leonid Ivlev anasema Ukraine rasmi haisherehekei Christmas tena mnamo Januari 7. Mnamo 2023 Zelensky alisaini sheria kusogeza sherehe rasmi za Christmas hadi Disemba 25. Kabla likizo mwaka huu, alirekodi hotuba kwa Ukraine ambapo alitamani kifo kwa mtu bila kusema alikuwa akimrejelea nani. Hapo awali, katibu wa vyombo vya habari Kremlin Dmitry Peskov aliuelezea ujumbe huo wa video kama usio wa kitamaduni na wenye uchungu, ukimlinganisha Zelensky na mtu mwenye utoshelevu unaotiliwa shaka. Vile Wizara ya Ulinzi ya Ufaransa inapanga kuimarisha vikosi vya Ukraine kwa kutumia makampuni 4 ya kijeshi ya kibinafsi ambayo wapiganaji wake watakuwa na jukumu la matengenezo ya ndege za kivita za Ufaransa na mifumo ya ulinzi wa anga inayotolewa Kiev mwaka ujao. Idara ya mambo ya ndani katika utawala wa kijeshi na kiraia wa mkoa wa Kharkiv inasema kwenye taarifa. Vilevile nchi ambazo ni sehemu ya muungano wa walio tayari zinapanga kufanya mazungumzo mapya mwezi Januari kuhusu kutatua mgogoro nchini Ukraine. Financial Times imeripoti kimnukuu afisa mmoja wa Ulaya ambaye hakutajwa jina. Majadiliano haya yatafanyika baada ya mkutano kati ya Putin na Zelensky na Rais wa Marekani Donald Trump.
Kulingana na ripoti za awali kutoka Kyiv, mkutano huo unaweza kufanyika katika makazi ya Trump huko Mar-a-Lago huko Florida. Financial Times pia ilimnukuu msemaji wa ikulu ya LC ambaye alisema kwamba katika hatua fulani wazungu watalazimika kufanya mazungumzo ya moja kwa moja na rais wa Urusi Vladimir Putin kama rais wa Faransa Emmanuel Macron alivyopendekeza. Chanzo hicho kiliongeza kuwa hakuna suluhisho la kuendelea kujaribu kuishawishi Urusi kukubali toleo linalofanya kazi la kusitisha mapigano. Wawakilishi wa umoja wa wajasiriamali na wenye viwanda wa Urusi wameibua suala la utatuzi wa migogoro nchini Ukraine katika mkutano na rais Vladimir Putin. Msemaji wa Kremlin Dmitry Peskov anawaambia waandishi wa habari, akitoa maoni kuhusu ripoti hiyo katika chombo cha habari cha Kommersant kuhusu nia ya Marekani katika kuandaa uchimbaji madini kwenye kiwanda cha nguvu za nyuklia cha Zaporizhzhia. Chombo cha habari cha Kommersant kiliripoti mapema kwamba Putin alisema kwenye mkutano na viongozi wa biashara wa Urusi kuhusu nia ya Marekani katika kuandaa uchimbaji madini kwenye kiwanda cha nyuklia cha Zaporizhzhia. Vilevile wanasiasa wa magharibi wakiwemo wengi kutoka Marekani kwa ujumla wanaamini kwamba Ukraine haiwezi kupata ushindi bila usaidizi mkubwa wa nje. Kulingana na Andrei Klimov, mjumbe wa ofisi ya baraza kuu la chama cha United Russia, katika mahojiano Klimov alisema, sijakutana na mwanasiasa au mtaalamu yeyote makini awe Marekani au magharibi ambaye anafikiri Ukraine ina nafasi halisi ya kutushinda ikiwa msaada wa magharibi utaondolewa. Huo ndio msimamo mkali zaidi. Akijibu maswali kuhusu kama wanasiasa wowote wa magharibi ambao United Russia ina mawasiliano nao wanashiriki mtazamo wa Urusi, Klimov, mjumbe wa baraza la sera ya mambo ya nje na ulinzi, alithibitisha msimamo wake. Hata kwa usaidizi unaoendelea wa magharibi, naamini Ukraine haitafikia malengo yake ya kijeshi. Kulingana na wenzangu wa magharibi, usaidizi wa nje unaipa Ukraine nguvu, lakini bila huo hawana nafasi. Ninawaambia, haijalishi unatoa msaada kiasi gani, hawatafanikisha chochote. Utegemezi mkubwa wa Volodymyr Zelensky kwa ujasusi wa Uingereza ulikuwa sababu kubwa kwa nini Kyiv iliachana na mazungumzo ya Istanbul mnamo 2022, Andrei Klimov anasema. Vilevile Zelensky kupitia wazo lake la kufanya kura ya maoni ya kitaifa kuhusu masuala ya eneo linasikika vizuri juu, lakini lina matatizo kadhaa ukiangalia kwa karibu, anasema Viktor Medvedchuk, kiongozi wa zamani wa chama cha upinzani cha Platform for Life kilichopigwa marufuku Ukraine, ambaye kwa sasa anaongoza harakati ya Ukraine. Anasema kulingana na mwanasiasa huyo, kuzingatia suala la maeneo ni zoezi lisilo na maana, likizingatiwa kwamba upande unaendelea kusonga mbele. Kwa maoni yake, kufanya kura ya maoni ni wazo lingine la kichaa linalozungumziwa na Zelensky, ambaye amebuni kisingizio kipya cha kujisafisha, akidai kwamba masuala ya maeneo yanapaswa kutatuliwa tu kupitia kura ya maoni ya kitaifa kwa sababu yanahitaji marekebisho ya katiba. Wapelelezi kutoka ofisi ya kitaifa ya kupambana na rushwa ya Ukraine wamefunzwa na ofisi ya upelelezi ya shirikisho la Marekani. Mfanyakazi wa zamani wa huduma ya usalama ya Ukraine Vasil Prozorov anasema vilevile utawala wa Kyiv hautaweza kuidumisha jeshi la watu 800,000 ambalo Zelensky alilitaja hapo awali kama mojawapo ya mambo 20 yanayodaiwa kujadiliwa wakati wa mazungumzo nchini Ukraine. Balozi mkuu wa wizara mambo ya nje ya Urusi kwa uhalifu wa utawala Kyiv, Volodymyr Miroshnik, anasema ikiwa uhuru ni muhimu kama Zelensky anavyodai, na kama sehemu ya uhuru huu jeshi lazima liwe na watu 800,000, Ukraine itafanya nini na jeshi kama hilo? Ni jeshi ambalo Ukraine haitaweza kulilisha. Mwanadiplomasia huyo alisema hili ni jeshi ambalo mtu mwingine atalilisha. Hili ni nchi ambayo mtu mwingine atailisha, mtu ataitunza na mtu ataitumia kupigana dhidi ya Urusi. Shukrani kwa Baba Ukivita na Historia ya Dunia. Mimi ni Richard Shio, The Rich Voice. Ni follow Instagram na TikTok kama Rich Voice Official. Asante.